Habari msikilizaji, karibu katika kipindi cha kitabu chetu kutoka maktaba. Upo nami Fatia Bedi. Bado tupo na kitabu cha Alf Lela Ulela. Kabla ya kuendelea nitarudia kidogo sehemu iliyopita. Alipokaribia mfalme akaona ni kasri zuri ajabu, limejengwa kwa marumaru nyeusi iliyong'aa. Tena limeezekwa kwa vigae vya chuma cha pua vilivyong'aa kama kioo. Alipolifikia akaenda mpaka kwenye lango lililokuwa limeshindikwa. Akabisha, lakini hakuna aliyetokea wala aliyemwitikia. Akadhani labda hakuna anayeishi humo. Akaenda akipita katikati ya ua wa fahari uliozunguka lile kasri. Akabisha sana mlangoni, lakini kukawa kimya. Akaingia ndani katika sebule kubwa mlimokuwa na mazulia ya hariri na vitanda vidogo vya kupumzikia mchana vilivyotandikwa miswala ya sufi ya Misri yenye nakshi nzuri na maridadi, vya Kihindi na vya Kiajemi vilivyotengenezwa kwa fedha na dhahabu. Alipozidi kuendelea, akajikuta yuko katika chumba kizuri sana chenye jicho la maji lililojengewa simba wa dhahabu, na maji yakitokea katika vinywa vya simba, nayo mara hugeuka kuwa lulu na mara almasi. Lile kasri lilikuwa limezungukwa pande tatu na bustani za fahari na vidimbwi vya maji safi na vichaka vya kila aina ya maua mazuri ya kunukia. Walikuwa wamezungushiwa nyavu za dhahabu wasitoki. Mfalme alistaajabu sana kuona yote haya ya fahari, lakini asimuone yoyote aliyekuwa akiishi humo, mpaka aliposikia sauti ya kilio cha huzuni ikisema, "Oh jamani, adhabu gani hii ya kila siku? Hakuna yoyote wa kumwonea huruma kijana mwenye miliki kubwa aliyemwonea wivu mkewe, mpaka akapatikana na mkasa huu na kukabili adhabu hii sio kuisha kutwa kucha." Msikilizaji, endelea kusikiliza Alf Lela Ulela. Mfalme aliposikia sauti hiyo ya huzuni, akataka kujua ni nani aliyekuwa akiomboleza vile. Akaelekea kule kulikotokea ile sauti. Ndipo alipomwona kijana mmoja mzuri, mwanamume aliyevaa joho lililonakishiwa kwa nyuzi za zari ya dhahabu ya Kisuri na aliyevaa taji la Kimisri. Amesimama wima. Kijana huyo alikuwa na uso uliojaa huzuni. Mfalme akamkaribia, akamwamkia kwa heshima, na yule kijana naye akaitikia kwa kuinamisha kichwa chake. Akatamka, "Saidi yangu, siwezi kuondoka hapa nilipo kuja kukufanyia heshima inayostahili cheo chako." "Kumradhi kijana mwema," akasema mfalme, "nimekuja kama mgeni mwenye jambo muhimu moyoni mwake. Nitakushukuru iwapo utanifafanulia juu ya ziwa hili na samaki wa rangi waliomo humo, na juu ya kasri hili uishimo peke yako bila mwenzio yoyote, na sababu ya maombolezo yako ya kuhuzunisha." Yule kijana machozi akaanza kumtiririka, na mara ile ile akafunua vazi lake kumwonyesha mfalme kuwa toka kiunoni mpaka miguuni alikuwa kipande cha jiwe jeusi la marumaru lililosimama wima. Mfalme alipoona vile, akaingiwa huzuni na majonzi, akasema, "Nimekuja kupeleleza juu ya mkasa wa ziwa na samaki waliomo, lakini sasa naona sina budi vile vile kujua mkasa uliokupata." Kijana akatamka, "Inshallah nitakusimulia kisa cha msiba wangu." Msikilizaji, endelea kusikiliza Alf Lela Ulela. Kisa cha mwanamfalme wa visiwa vyeusi aligeuzwa jiwe. "Saidi yangu," akaanza yule kijana, "kwanza ya kupasa kujua kuwa baba yangu aliitwa Sultan Mahmud, mfalme wa nchi hii ya visiwa 7. Iliitwa hivyo kwa sababu ya milima ile midogo minne ambayo hapo awali ilikuwa visiwa. Na pale ambapo hivi sasa pana ziwa
palikuwa na mji mkubwa. Baba yangu alitawala vizuri nchi yake kwa muda wa miaka 70. Alipofariki, nikaurithi utawala wake. Basi baada ya muda nikamwoa binti ami yangu, tuliyependana sana hata ikawa hawezi kula bila kuniona. Tukaendelea kuishi hivyo kwa muda wa miaka 5. Usiku mmoja mke wangu, baada ya chakula cha jioni kilipoandaliwa, badala ya kula, yeye akaenda zake moja kwa moja mpaka kitandani akalala. Mimi sikumsemesha wala sikujali. Nikala peke yangu. Baada ya maakuli nikajinyosha pale pale nilipokuwa. Kwa kuwa kulikuwa na joto kupita kiasi, nikawaita wajakazi wangu 2 waje wanipepee kidogo nipate usingizi. Walipokuwa wakinipepea hivyo, nikafumba macho. Baada ya muda nikamsikia mmoja wao akimwambia mwenzake, "Oh Masuda, hebu mtazame maskini bwana wetu. Inasikitishaje kumwona anapoteza ujana wake wote na bibi yetu huyu mwovu, maloni mwenye laana." "Kweli," akaongeza mwenzake, "Mungu awalaani wachawi, kahaba na waovu wote." "Kusema kweli," akasema tena yule mjakazi wa kwanza, "bibi yetu hamstahili kamwe bwana wetu, kwani yeye asilani halali humu." "Lakini," akaongeza mwenzie, "yote haya yanatokana na ujinga wa bwana wetu, kwa sababu mpaka leo yeye bado hajajua kuwa mkewe halali humu hata usiku mmoja. Mungu amlaani malaya huyo, amtilie bwana wetu dawa katika maziwa kila usiku ili alale usingizi mzito, asiamke usiku kucha, wakati yeye anashika njia zake, asirudi mpaka alfajiri arejee hapo." Akaendelea yule mjakazi wa kwanza, "Humwamsha bwana wetu kwa kumfukizia namna fulani ya ubani wa ajabu amwekeao puani mwake." Msikilizaji, endelea kusikiliza Alfu Lela wa Lela. "Saidi yangu," akasema yule kijana, "niliposikia mazungumzo hayo ya wajakazi wangu waliodhania nimelala, sikuweza kuyaamini hata kidogo. Nikashangaa sana, nikataka kuthibitisha na kujua ukweli wa maneno yao. Jioni mke wangu alipotoka bafuni, akaja mezani ambapo kama kawaida paliandaliwa vyakula vya aina aina, lakini yeye kama siku zote akala kidogo tu, halafu akaenda zake. Mimi nikala, nikaenda zangu kitandani kama mtu atakayelala. Kama ilivyokuwa desturi yake, mke wangu akaniletea bilauri ya maziwa ambamo alitia dawa na kunilaza. Nikaipokea, nikajifanya kama nainywa, lakini alipotazama kando, nikayamwaga haraka pembeni. Halafu nikajinyosha kitandani. Baada ya muda nikajifanya kama niliyelala. Alipodhania nimeshalala na nimo katika usingizi mzito, mke wangu akatamka, "Lala, usiamke tena, Mwenyezi Mungu tu ndiye ajuaye jinsi nikuchukiavyo." Alipomaliza kutamka maneno hayo, mke wangu akanyanyuka, akavaa nguo zake, akatoka. Nami nikaamka, nikavaa nguo zangu, nikamfuata taratibu bila yeye kuniona. Mpaka alipofika kwenye lango la jiji lililofungwa, hapo akasimama mbele yake, akatamka maneno fulani, na mara lile lango likafunguka, akatoka. Nikaendelea kumwandama mpaka alipofika kwenye kibanda kimoja nje ya jiji. Akaingia humo. Nilipofika pale penye kile kibanda, nikakipanda mpaka paani, nikachungulia ndani. Nikashangaa sana kumwona mke wangu amesimama mbele ya mtumwa mmoja, mtu mzima mweusi kama lami, aliyevaa nguo chafu kuku. Hapo mke wangu akampigia magoti yule mtwana, akaibusu ardhi miguuni pake. Yule mtumwa akamuinamia, akamshika mabega mke wangu, akamuinua, akamtingisha tingisha huku akimfokea, "Umechelewa wapi Lusu wewe? Wenzangu wote wameshakunywa divai, wameshajistarehesha kwa mapenzi na wamekwisha kwenda zao makwao, ila mimi ndiye niliyebaki hapa nikikusubiri wewe."
"Oh, muhibu wangu wa moyo," akajibu mke wangu kwa unyenyekevu mkubwa, huku bado kampigia magoti yule mtumwa. "Hujui kuwa nimeolewa na binamu yangu ambaye kuona uso wake kila siku hunifanya nichukie ulimwengu mzima. Kama si sababu ya kukuogopa wewe, kabla jua halijakuchwa ningeugeuza mji wake mzima kuwa pori lilokaliwa na bundi usiku, na mchana pametapakaa kunguru na mbwa mwitu tu. Ningeutokomeza mbali mpaka kwenye mlima wa Kafu." "Kedhabu wa mwisho, kiumbe mwenye laana," akajibu yule mtwana kwa hasira. "Na hapa kwa jina la ukoo wangu wote, aslani sitakugusa tena. Unafikiri mimi ni mtu wa kukusubiri na kukustarehesha wewe tu?" Niliposikia maneno hayo na jinsi yule mtwana alivyokuwa akimfokea mke wangu, ulimwengu mzima ukawagiza mbele yangu. Akili zikaniruka nisijue la kufanya wala mahala nilipokuwapo. Mara mke wangu akaanza kulia akimsihi, "Oh, penzi wangu wa moyo, nuru ya macho yangu, ukinikataa nitafanya nini masikini mie?" Mke wangu akaendelea kubembeleza hivyo mpaka yule mtwana akamwonea huruma. Hapo mke wangu akavua nguo akasema, "Bwana wangu, huna kitu cha kunipa mimi mtumwa wako nile?" "Funua jungu hilo hapo pembeni," yule mtwana akamjibu kwa ufedhuli. Mke wangu akalifunua, akatoa mnyama mdogo aliyefanana na panya mkubwa, akaanza kumla. Alipomaliza, yule mtwana akasema, "Na katika jungu hilo hapo pembeni mna pombe, kunywa." Baada ya kunywa, mke wangu akanawa, akakaa na yule mtwana kwenye rundo la nguo chafu lililokuwa katikati ya kile kibanda, wakafanya mapenzi. Kuona vile, nikashuka polepole kutoka kwenye lile paa, nikachukua upanga uliokuwa kizingitini alokuja nao mke wangu kujilinda, nikidhamiria kuwaua wote wawili. Nilipoingia taratibu mle ndani, nikampiga yule mtwana dharuba moja ya shingo, nikadhani nimeshamuua. Kumbe nilimjeruhi vibaya tu bila kumkata mshipa wa shingo. Hapo yule mtwana akapiga kelele akimwita mke wangu. Mara ile ile nikauweka ule upanga mahali pake, nikatoka mbio mle ndani nikiandamwa na mke wangu. Kwa kuwa kulikuwa na giza totoro, mke wangu hakunitambua wala hakuweza kunifikia. Nikatoweka. Nilipofika nyumbani, nikaingia kitandani mwangu nikalala. Alfajiri aliporejea, huku bado mimi nimejifunika shuka gubi gubi, mke wangu akaingia ndani, akanifukiza madawa yake na kuniamsha. Mimi nikajifanya naamka pale kitandani. Hapo nikamwona mke wangu kajaa huzuni, huku nywele zimemtimka na nyingine zimemkatika. Akaniambia, "Oh, inamu yangu, nimepata habari mbaya za msiba. Mama yangu amefariki dunia, baba yangu amekufa katika vita ya jihadi, kaka yangu kang'atwa na nyoka, na mdogo wangu kafa kwa ajali ya kuungua moto. Kwa hiyo hapa nilipo nina msiba mkubwa, ndio maana unaniona nimo katika hali hii nilionayo." Aliponieleza hayo, sikumwambia lolote isipokuwa, "Kama ni hivyo, basi nenda kwenu, sitakuzuia." Lakini mke wangu hakwenda kokote isipokuwa alibaki nyumbani akiwa katika msiba na majonzi makubwa. Akaendelea katika hali hii mpaka mwaka ulipokaribia kukamilika. Siku moja akaniambia, "Tafadhali, nataka unijengee nyumba ili ndani yake nifanye kaburi, niwabusu jamaa zangu waliokufa, nipate kuendelea na majonzi yangu. Na nyumba hiyo nitaiita nyumba ya majonzi." Nikamwambia afanye vile apendavyo. Basi akatoa amri ijengwe nyumba moja nzuri nje ya mji, na katikati iwe na kuba nene mithili ya msikiti. Jengo lilipomalizika, mke wangu akamhamisha humo yule mtwana wake ambaye alikuwa taabani, hawezi kulala wala hawezi kula wala hawezi kunywa chochote kwa ajili ya lile jeraha. Hakuweza kutamka hata neno moja. Basi
Ikawa kazi ya mke wangu ni kumlilia tu yule mtwana wake na kumzuru mara 2 kila siku, asubuhi na jioni, akimpelekea divai na supu. Mambo haya nikastahamili kwa muda wa mwaka mzima. Siku moja, bila mke wangu kuniona, nikamfuata mpaka kule nyumbani, nikajibanza pembeni, nikamsikia akimlilia yule mtwana wake. "Oh mpenzi wangu, oh moyo wangu, kwa nini hunionyeshi dalili yoyote ya mapenzi kwako? Kwa nini wanitazama tu, usemi nami japokuwa neno moja la kunifariji?" Kusikia kauli hiyo, nikashindwa kujizuia. Nikahamaki, nikapandisha pumzi, nikatoka pale mafichoni, nikampigia mke wangu kelele. "Mpaka lini kahaba wewe muovu utaendelea kumlilia mtwana wako huyo?" Lo, kusikia maneno hayo, unaweza kukisia jinsi mke wangu alivyohisi. Mara ile ile akanigeukia kwa hasira, akasema, "Kelbu wa mwisho we, kumbe ni wewe ndiye uliyemdhuru mpenzi wangu." Mara hiyo hiyo nikafuta upanga wangu, nikamfuata nimkate vipande 2. Lakini alipoona vile, mke wangu akaangua kicheko, akanipigia kelele, "Rudi nyuma mbwa we, nina nguvu za kukuteketeza wewe na dola yako nzima." Mara mke wangu akanyanyua mguu mmoja, akanuiza maneno nisiyoyafahamu, akaupiga chini mguu wake, akasema, "Kwa nguvu za uchawi na uganga nilionao, geuka uwe nusu jiwe nusu mtu." Mara ile ile nikageuka, nikawa kama hivi unionavyo sasa, nusu mtu nusu jiwe. Siwezi kusimama wala siwezi kulala, si mfu wala si mzima. Msikilizaji, endelea kusikiliza Alf Lela Ulela. Baada ya hayo, mke wangu akaugeuza mji wangu ambao ulikuwa na wakazi wa kila namna, Waislamu, Wakristo, Wayahudi na hata waabudu moto. Waislamu akawageuza kuwa samaki weupe, Wakristo akawageuza kuwa samaki wa rangi ya samawati, na Wayahudi akawageuza kuwa samaki wa rangi ya manjano, na wale waliokuwa wakiabudu moto akawageuza kuwa samaki wekundu. Toka siku hiyo, ikawa kila asubuhi ananijia kuniadhibu kwa kunivua nguo na kunitandika mijeledi 100 ya ngozi ya nyati mpaka nikatiririkwa na damu, kisha hunivisha nguo mpya kama hivi unavyoniona. Baada ya kueleza mkasa huu wa kusikitisha, yule kijana akaanza kutiririkwa machozi. Basi bin Sultan Mahmud alipokwisha kueleza kisa chake cha huzuni, mfalme akamwonea huruma, akamuuliza, "Niambie bin Sultan Mahmud, huyo mkeo mwovu yuko wapi, na huyo mtwana wake majeruhi naye yuko wapi?" Yule kijana mwenye huzuni na majonzi akasema, "Amelala chini ya lile kuba ndani ya lile jengo lililoko kule nje ya bustani, na mke wangu mwenyewe yumo mle ndani ya chumba kile kilichoelekeana na mlango. Yeye huja kwangu kila asubuhi kuniadhibu kwa mijeledi, halafu humwendea mtwana wake kumjulia hali na kujaribu kumsemesha kama ataweza kuongea naye. Hufanya hivyo kila siku. Asubuhi humpelekea divai na jioni humpelekea supu. Hurudi tena mpaka asubuhi ya pili." "Ewe kijana maskini mwanamfalme," akasema yule mfalme, "naona uchungu sana kwa masaibu yaliyokupata. Kwa hiyo sina budi kuchukua hatua yoyote niwezayo ili nikulipizie kisasi kwa kukutoa katika msiba na mateso haya uliyomo." Basi baada ya kushauriana na yule kijana, mfalme akabaki naye, wakaendelea kuongea mpaka usiku. Mapema asubuhi ya pili, mfalme akachukua upanga wake, akautoa alani, akaelekea nao moja kwa moja mpaka kule kwenye lile jengo alimolala yule mtwana. Alipofika akaona mishumaa inawaka ikiangaza kote na ubani umefukizwa humo.
ambamo mlinukia harufu ya mchanganyiko wa manukato mazuri ya kila namna. Mfalme akamkaribia yule mtwana, akampiga dharuba moja ya upanga, akamuua pale pale. Halafu akamchukua akamtumbukiza ndani ya kisima kirefu kitupu kilichokuwa pale karibu. Alipokwisha kazi hiyo, mfalme akavaa nguo za yule mtwana, akajilaza na kujifunika gubi pale alipolala, huku kaushikilia vizuri upanga wake. Baada ya kumwadhibu mumewe mpaka mkono ukachoka, yule mwanamke mchawi akawasili chini ya lile kuba, akaanza, mpenzi wangu, nimekulilia vya kutosha. Nitakuwa katika msiba huu mpaka lini? Mfalme aliposikia maneno hayo, akamjibu yule mwanamke kwa kuiga lafdhi ya Kitwana, akasema, hakuna mwenye uwezo isipokuwa Mwenyezi Mungu tu. Aliposikia sauti hiyo aliyoidhania imetamkwa na yule mtwana wake, yule mwanamke akazirai pale alipokuwa. Alipopata fahamu, akasema kwa furaha huku machozi yakimbubujika, bwana wangu mpenzi, kweli umeongea nami leo? Kweli nimeisikia sauti yako. La'natullah, mfalme akamjibu, kweli mimi ninastahili kuongea na mtu kama wewe? Hapo yule mwanamke akauliza kwa mshangao, kwa nini mpenzi wangu? Ndipo sultani akamjibu akiiga tena ile lafdhi ya Kitwana, unamwadhibu mumeo kutwa akiomboleza usiku kucha na mchana kutwa mpaka nashindwa kupata usingizi. Kama si maombolezo na mateso yake umtesayo, ningepona za amani gani? Yule mwanamke ambaye wakati wote huwa alikuwa na bubujiko wa machozi kwa furaha, akasema, kwa amri yako bwana wangu, unataka nikamrudishie tena umbo lake? Ndiyo, akajibu sultani, tena fanya haraka sana ili nisisikie tena vilio vyake. Hapo yule mwanamke akachukua bakuli la maji, akaanza kulinuiza maneno mpaka yale maji yakaanza kuchemka, yakafurika mle sufuriani kama sufuria ya maji iliyopo motoni ifanyavyo. Kisha akamwagia mume akisema, kwa nguvu za uchawi nilionao, rudia tena umbo lako la awali. Mara ile ile yule kijana akajikuta akasimama wima kama mlingoti wa bendera akiwa na umbo lake la awali. Akafurahi sana, akatamka, shukrani ziwe kwa Mwenyezi Mungu mwenye nguvu na uwezo. Yule mwanamke mchawi akamwambia mumewe kwa hasira, ondoka mbele yangu sasa hivi, nisikuone tena nisije nikakuua. Kijana akaondoka haraka, akaenda akajificha mahali asipoweza kuonekana na yule mwanamke, ili apate kuona litakalotokea. Yule mwanamke akarejea mbio kule kwenye lile jengo alikodhania yule mtwana wake yumo. Alipoingia ndani akasema, bwana wangu, hebu toka nije nipate kuiona vizuri sura yako kwa mwangaza wa jua. Msikilizaji, usikose kusikiliza sehemu itakayofuata ya Alfu Lela u Lela. Ulikuwa nami Fatia Abeid.